Faqala Hubab ibn al-Mundhir, Hubab ibn al-Mundhir sasa akasema hivi, la wallahi la nafalu, hatutokubali bwana, minna amirun wa minkum, tuondoshe mzozo. Nyinyi mna kiongozi wenu na sisi tuna kiongozi wetu. Nyinyi watu wa Maka chagueni kiongozi, nyinyi kina Abubakar na Umar, kwa sababu nyinyi watu wa Maka wa Muhajirina, chagueni kiongozi wenu. Sisi watu wa Madina kama Answari tuache tuchague kiongozi wetu. Haya ndio maneno aliyosema nani? Sasa rudi huko nyuma, soma hayo maneno ya Hubabu ibn al-Mundhir huko nyuma, ya ma'ashara al-answari amliku alaykum amrakum, nyinyi milikini jambo lenu tu. Fa inna an-nasa fi fai'ikum, watu wapo kwenye mji wenu. Wa fi dhillikum, wapo chini kwenye kivuli chenu. Wala yajtari amujtari'un ala, wala hatajitokeza mtu kuna kinyume na nyinyi. Wala yasdura an-nasu illa an ra'yikum, wala watu hawatoangukia ila kwenye rai yenu. Antumul izzi alul izzi wa tharwa, nyinyi mna nguvu, mna utukufu. Wa ulul adadi wal mana, mna idadi kubwa, mna kinga kubwa. Fa inhum abaw alaykum ma sa'altumuhu, wakikataa mlichowaomba, fa ajluhum an hadhihi albilad, waondoweni kwenye hii miji. Hubabu anawaambia watu wa Madina, Muhajirina wakishindwa kuwa chini yenu, watimueni, warudisheni walikotoka. Ndio Sheikh haya maneno akayawekea wino mweusi, fa ajluhum an hadhihi albilad. Lakini huku riwaya imekuja minna amir wa minkum amir, riwaya imeshia hapo. Fakala Abubakar, la sio hivyo, walakinna al-umaraa wa antumu al-wuzara, sisi tutakuwa kama viongozi, nyinyi mtakuwa kama mawaziri. Kwa nini? Akasema hum awsatul arabi dara. Abubakar anajenga hoja na anazidi kuweka wazi. Kwa nini anasema hum? Kwa sababu Muhajirina, watu wa Makka, awsatu ay ashraful arabi, ndio Waarabu watukufu, daran kinyumba, kimji. Hivi jamani, kuna mji mtukufu kuliko Maka? Hapana. Kwa hiyo mji wao katika Waarabu wote wenye mji mtukufu ni watu gani? Muhajirina. Wa a'rabuhum ahsaba, na wao ndio wenye nasaba ya juu sana, kwa sababu wale Waarabu nasaba yao inakwenda mpaka kwa Ismaili tu pamoja kuliko Waarabu wengine. Fabaya'u Umara au Aba Ubaida, Abu Bakar akasema cha kufanya, mpeni bai'a Umari au Abu Ubaida, chagueni hawa wawili. Faqala Umaru, bal nubayi'uka anta, hiyo bai'a tutakupa wewe mwenyewe. Fa anta sayyiduna, wewe ni bwana wetu. Wa ahabbuna, na unapendeka kwetu. Wa ahabbuna, unapendeka kwetu zaidi. Ila rasulillahi, kwa nani? Kwa mtume. Katika watu wanaopendeka kwa mtume katika sisi ni wewe. Fa akhadha Umaru biyadihi, akachukua Umari mkono wake, yani mkono wa Abubakari. Fabayahu, akampa bai'a. Wabayahu an-nasu, na watu akampa bai'a. Faqala qailun, akasema mtu mmoja katika wale waliohudhuria kwenye kikao pale, akasema qataltum Sa'd ibn Ubada. Faqala Umaru, qatalahu Allah. Mtu mmoja akasema qataltum. Neno qatala kwenye lugha ya Kiarabu lina maana nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala sema qutila al-insanu ma akfara. Qutila al-insanu pale ina maana ya lu'ina. Iko hadithi nyingine Mtume asema qatala Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu maqabir anbiya'ihim masajid. Qatala manake Allah walani, na kuna qatala kwa maana kutelekeza, na kuna qatala kwa maana ya kuua. Kwa hiyo hapa mtu mmoja akasema qataltum Sa'd ibn Ubada, mumemtelekeza. Kwa nini Sa'd na yeye asipate nafasi? Sa'd ni mtu mkubwa. Faqala Umar akasema qatalahu Allah, aliyemtelekeza ni Allah, sio sisi bwana, aliyemtelekeza ni Allah.
manake qatala, manake akhdhalahu Allah, amemtelekeza nani? Allah. Haya maneno yanasemwa kwenye Kiarabu lakini hayakusudiwi maana, kama vile Mtume anavyosema taribat yadaka, iangukie patupu mikono yako, ili mtu akwambia bwana wewe angukie patupu. Maana mazuri kweli haya? Sio mazuri. Haya maneno wanayasema Waarabu lakini hawakusudii maana yake, wanasema tu lakini hawakusudii maana. Ndio hii alivyosema qatalahu Allah amemtelekeza yeye. Sheikh anasema hadhihi riwayatul Imam al-Bukhari, hii tuliyoisoma ni riwaya ya al-Imam al-Bukhari. Wa hiya kama nara, kama tunavyoiona, mukhtasara wa qasira. Mukhtasar imefupishwa na ni fupi. Si mnaiona jamani? Inaanzia hapa mpaka hapa. Sasa angalia riwaya ya Abu Mikhnaf inakuanzia qala al-Imam Tabari, inakuja kumalizikia hapa juu. Riwaya ugongo. Lakini riwaya ya Imam al-Bukhari ni kijipande tu. Ndio maana wanasema bai'a ya Abu Bakari ilikuwa inaitwa bai'atu falta. Ni bai'a iliyofanyika falta, manake chap chap, papo kwa papo, inaitwa falta, yani haikuchukua muda mrefu. Ndio maana hata riwaya yake imekuja fupi. Wa hadhihi haqiqatu saqifa, na huu ndio hakika wa nini? Kwa hiyo ukimsikia mtu asema bwana kwenye ile Saqifa kulitokea ugomvi, sijui baada ya pale wewe kuna kiongozi alikuwa haswari na maswahaba, sijui maswahaba walitupiana maneno, hiyo riwaya ya Abu Mikhnaf. Ama riwaya ya Imam Bukhari kama tulivyoiona fupi, wala haina maneno mabaya, watu wameelezana kwa njia ya kujenga, wala si katika njia ya uadui. Amma ma zadahu Abu Mikhnaf, amma ma zadahu, ama kile ambacho alichokizidisha Abu Mikhnaf, min, kuanzia pale anna Sa'd ibn Ubada qala, alisema uqatilukum, mtawapiga, wa kana la yusalli ma'hum, alikuwa hasali nao, wala yujammi'u bi jumu'atihim, alikuwa hasali nao Ijumaa, wala yufidhu, haendi biifadhatihim, na nini, na ile ifadha yao. Wa anna al-Hubab ibn al-Mundhir radda ala Abi Bakari, alimradi na kumsema vibaya Abu Bakari, wa ghairi dhalika, na mengineyo, min ziyadati, katika ziada. Fakullu dhalika abatilu la tathbut, zote hizo nini? Ni batil, ni mambo ya uongo, hayajathibiti. Faqisatu Saqifa, qisa cha Saqifa, lam tastaghriq, hakikumaliza nisfu saa, nusu saa, hakikumaliza nisfu saa, nusu saa, fi dhahiri ya uwazi wake kama tulivyoona hapa. Wanzur, lakini tazama, kaifa asbahati riwaya, ilivyokuwa ile riwaya aliyopokea Abu Mikhnaf, akbara, ni kubwa, mimma hiya alayhi, kuliko kile kisa kilivyo, mimma hiya, kuliko kile kisa kilivyo. Riwaya Abu Mikhnaf ni kubwa sana. Wa amma ma yataallaqu, ama yanayofungamana na Sa'd ibn Ubada, na nani hapa? Mtu mmoja aliposema qataltum, umemtelekeza, faqad akhraja, amepokea al-Imam Ahmad fi musnadihi an Humayd ibn Abd al-Rahman qala, asema fatakallama Abu Bakari, akazungumza Abu Bakar, walam yatruk shay'an, wala hakuacha chochote, unzila, kilichoteremshwa, fil ansari, kwa ansar, hakuacha chochote ambacho kimekuja kikielezea ubora wa ansar. Wala dhakarahu Rasulullah, wala alichokitaja Mtume, min sha'nihim, katika ubora wao, illa wa dhakarahu, isipokuwa na Abu Bakari siku hiyo alikitaja.
Waqala, na akawaambia Abu Bakar akawaambia Ansar, walaqad alimtum, hakika mmeshajua, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, wa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, lau salaka an-nasu, lau wangepita watu, wadiyan, katika bonde, wasalakatil ansaru, na wakapita answari, wadiyan, katika nini? Katika bonde. Salaktu wadiyal answari, ningepita bonde la nani? La Ansari. Hadithi tuliisoma kwenye kitabu Umdatu al-Ahkam. Moja katika hadithi ambazo binafsi nilisoma ikanisikitisha ni hadithi ile, na mpaka leo nikiisoma huwa nasikitika sana. Yani hadithi ambayo wallahi masahaba walipata tabu sana. Wale masahaba wale watu wa Madina, wale Ansari, walikwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Hunain. Walipigana wote. Mtume katika vita ile alikuwa na Ansari na Muhajirini. Lakini ndani ya vita ile ya Hunain, ngamia au ghanima walizozipata, ngamia peke yake walipata ngamia 24,000. Ngamia walizopata katika vita ya Hunain ni ngamia 24,000. Kondoo walizopata na mbuzi ni 40,000 na kidogo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anagawa sasa ngamia na zile mbuzi kwa wanajeshi, hakuna mtu wa Madina hata mmoja aliyempatia ngamia wala mbuzi wala nini, wala mbuzi wala ngamia. Lakini sasa wale Muhajirina, wale Ansari nao ni watu. Ansari nao ni watu wa Madina ni watu, nao wanaingiwa na vitu kwenye nafsi zao. Sasa wakawa wanajiuliza, mbona kwenye vita tumekuja wote, tumepigana pamoja, ngawira zimepatikana nyingi, mali ni nyingi sana, lakini kwa nini Mtume anawagawia watu wa Maka tu? Kwa nini sisi watu wa Madina hatupatii? Kiongozi wa watu wa Madina akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, Rasulullah, watu kule wanalalamika, wanasema kwamba ugavi uliougawa hawajauelewa. Umegawia Muhajirina tu na watu wengine, ama hawa watu wa Madina kwa nini hukuwapa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule kiongozi, hivi wewe uko na wao au uko na mimi? Yani wewe uniuliza hivi, yani wewe umewawafiki wale, na wewe hilo swali pia wauliza? Akasema, ya Rasulullah, mimi mwenyewe pia sijaelewa kabisa, ugavi uliougawa mimi mwenyewe sijauelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya wale watu wa Madina, akaanza kuwahutubia. Mtume akawauliza maswali, alam ajidukum dhullalan, hivi mimi wakati nakuja Madina sijawakuta nyinyi mmepotea? Fahadakumullahu bi, Allah akawaongoza kupitia mimi? Wakasema, ni kweli ya Rasulullah. Mtume akawauliza, hivi mimi sijawakuta nyinyi ni maskini, Allah akawatajirisha kupitia mimi? Wakasema, ni kweli ya Rasulullah. Mtume akamwambia, basi mkitaka na nyinyi mseme, na wewe mtume ulivyokuja tulikupa makazi. Mtume anamwambia, mkitaka semeni hivyo. Wakasema, Allahu wa rasuluhu amanu. Wakasema, hapana ya Rasulullah, Allah na mtume wake ndio wenye fadhila. Mtume akamwambia, lau watu wangepita katika bonde na nyinyi mkapita katika bonde,
basi mimi ningepita katika bonde lenu. Hivi nyinyi hamfurahi watu wakaondoka na ngamia, halafu nyinyi mkaondoka na mtume? Wakasema ya Rasulullah, watu waondoke na ngamia, sisi furaha yetu tuondoke na mtume. Mtume aliyesema maneno yale mpaka wale masahaba wakaanza kulia, Ndio hii hadithi hapa mtume akasema, lau salaka an-nasu wadia, lau watu wangepita katika bonde, wasalaka al-ansaru wadia, na watu wa Madina nao wakapita katika bonde, ningepita katika bonde ambalo wangepita Answari. Yale maneno kusema kweli yaliwaumiza sana wale maswahaba, wakaona kumbe tuko na fadhila kubwa mbele ya nani? Ya mtume kuliko mali. Ngamia ni vitu vya kawaida tu, ni vitu vya kuondoka hivi. Mtume na mali, tumtangulize nani? Mtume. Yapowezekana leo mtu akaambiwa chagua mali na mtume, akachagua mali, lakini maswahaba kwa sababu walijua kuwa mtume ndiye aliyewaongoza, walitajirika kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona hapana, kigawanyo ambacho mtume umekifanya leo tumekiridhia. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuyazungumza haya maneno, la usalaka an-nasu wadiya wa salakatil ansar wadiya salaktu wadiya al-ansar. Kwa hiyo jamani, maswahaba wako na fadhila kubwa. Ndio iko hadithi mtume akasema, ayatun nifaqi bughdhul ansar, katika alama za kumjua kuwa mtu ni mnafiki ni pale atakapowachukia maswahaba wa Madina, atakapowachukia wale Answar, basi ujue huyo ni mnafiki. Kwa nini? Kwa sababu wako na makubwa walioyapitia, kuna makubwa wameyavumilia. Leo wallahi, lao ingetokea hivyo, shekhe, wewe ni kiongozi, unaongoza makundi mawili, kundi moja la kwenu, kundi moja la watu wengine, halafu ije mali yote uipeleke kwenu. Shekhe, watu hawatakuelewa kabisa, hawatakuelewa. Jamaa binafsi anapendelea kwao. Lakini muhajirina wale walipopatiwa zile mali, basi Answari waliridhika, wakaona tumeridhika. Kwa sababu mtume alikuja kutoa ufafanuzi, akawauliza, hivi mali na mtume kipi bora? Mbona kuna makubwa mmefanyiwa? Wakaona hapana, kigawanyo ulichokifanya mtume leo sisi tumekubali. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuyazungumza haya maneno. Kwa hiyo hata haya maneno Abu Bakar alikuja kuyakumbusha siku ile ya nini? Ya Saqifa. Walaqad alimta, kisha Abu Bakar akamwambia Saadi, walaqad alimta ya Saadu, utakuwa umetambua we Saadi, anna Rasulullahi qala, mtume alisema, wa anta qa'idun, na wewe ulikuwa umekaa. Mtume alisema, Quraishun ulatu hadha al-amri, Makuraishi ndiyo viongozi wa hili jambo, yani ndio wanaostahili kuongoza. Fabarru nnasi tabaun libarrihim, mwema wa watu tabaun ni ule mwenye kufuata wema wao. Wafajiruhum, na muovu wao tabaun ni ule mwenye kufuata lifajirihim, uovu wao. Wanasema maana haya maneno ni kuwa Waarabu wa pale Maka walikuwa jambo wanalolifanya, basi Waarabu wengine wote wa kando wanaiga. Kwenye kitabu cha Sheikh Abdul Wahhab kinachoitwa Mukhtasar, haya ni masala yao kwenye sira, hata kwenye Rahiqul Maktum mwanzo pia ameeleza. Ilikuwa jahilia pale kwenye Al-Kaaba, watu wanatufu uchi wa mnyama. Ilikuwa kuna mavazi yanaitwa thiyabu humsi, hayo mavazi usipoyapata unatufu uchi. Ratiba hii walioileta walikuwa ni Makuraishi. Kwa hiyo makabila mengine yanaokuja yakawa yanafuata nini? Ile desturi. Na baada ya Uislamu kuja mpaka kufunguliwa Makka,
Waarabu wa pale Maka waliposilimu, hata Waarabu wengine wakando wakasilimu kwa kasi mno. Kwa nini? Mtume anasema fabaru nasi, mwema katika watu, tabaul libadhi, yani katika kipindi kile anazungumza Waarabu ambao watakuwa ni wema kipindi kile, basi walikuwa wanafuata wema wa nani? Wa Makureishi. Na waovu wao walikuwa wanafuata nini? Uovu wao. Kama nilivyoeleza kuwa ilikuwa mtu asipopata nini? Mavazi hayo yanayoitwa thiyabu humsi, asipoyapata anatufu uchi. Nani aliyekuja na jambo hilo? Ni Waarabu wa pale Maka. Kwa hiyo mtu hata kama ni muovu anajiuliza, haiwezekani bwana, kama watu wa Maka wanafanya hivi basi ni sahihi, wanafuata. Kwa hiyo Mtume anasema mwema katika watu wanafuata wema wao na muovu anafuata uovu wao. Lakini mahallu shahid, Mtume aliposema Quraish ulatu hadha al-amri, Makureishi ndio viongozi wa hili jambo la kuongoza watu. Kwa nini? Kwa sababu watu wema wanafuata wema wao na watu waovu wanafuata uovu wao. Faqala lahu Sa'd akasema, swadaqta, umesema kweli, nahnu al-wuzara wa antumul umara, sisi ni mawaziri, nyinyi ni viongozi. Hadhihi riwaya hii akhrajaha Ahmad, ameitoa Ahmad fi musnadihi, katika musnadi yake, bisanadin sahihin, kwa sanad ambayo ni sahihi, ambayo ni mursal. Ukisikia hadithi mursal, ni hadithi inayosimuliwa na tabi'i bila ya kumtaja sahaba ambaye amepokea kutoka kwake. Hiyo hadithi inaitwa hadithu mursal. Tuko pamoja? Kwa hiyo anasema kwa sanadi ambayo ni sahihi, lakini hadithi yenyewe ni nini? Ni mursal, min riwayati Humaidi. Riwaya yenyewe ni riwaya ambayo kaipokea Humaidi ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa rahimahu. Wa hiya, na hiyo riwaya, wa in kanat mursala, hata kama ni mursal, illa annaha aqwa, isipokuwa ni kuwa riwaya hii aqwa, ina nguvu, bikathirin, tena mara nyingi, yani kwa wingi, ina nguvu tena mara nyingi, min riwayati, kuliko riwaya dhalika alkadhabi, ya yule kadhabu Abu Mikhnaf. Tutawakafu hapa. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.